Hii ni taarifa kwa umma kutokea Chama cha Mapinduzi CCM. Umeelewa vizuri? So baada ya halmashauri kuu ya CCM ya taifa kufanya kikao, of course ilikuwa ni siku ya tarehe 10, walikaa kikao kizito, na haya ndiyo ambayo wamekubaliana. So wameweka taarifa kwa umma kwa kuandika kwamba halmashauri kuu ya CCM ya taifa imefanya kikao chake maalum jana tarehe 10 Machi 2025 jijini Dodoma chini ya mwenyekiti wake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika kikao hicho, halmashauri kuu ya CCM ya taifa imepokea na kujadili ajenda kuu mbili zifuatazo. Moja, mapendekezo ya marekebisho ya kanuni za uteuzi wa wagombea uongozi katika vyombo vya dola toleo la 22, na mbili, rasimu ya ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu wa 2025 mpaka 2030. Kuhusu mapendekezo ya marekebisho ya kanuni za uteuzi wa wagombea uongozi katika vyombo vya dola, halmashauri kuu ya CCM ya taifa imeridhia mapendekezo ya marekebisho ya kanuni hizo. Maeneo yaliyofanywa marekebisho ni kama ifuatavyo. Moja, mchakato wa uchujaji na uteuzi wa wagombea wa nafasi za ubunge, uwakilishi wa majimbo na udiwani wa kata ama wadi. Mbili, mchakato wa uchujaji na uteuzi wa wagombea wa nafasi za ubunge, uwakilishi wa udiwani wa viti maalum wanawake. Tatu, upanuzi wa wigo wa idadi ya wajumbe wa vikao vya chama na jumuiya zake watakaopiga kura za maoni. Lengo la hatua hii ni kuimarisha misingi ya demokrasia, uwazi na kupanua uwakilishi wa wanachama wa CCM katika kuwapata wagombea wa nafasi za uongozi katika chaguzi za vyombo vya dola. Utaratibu utakuwa kama ifuatavyo. A. Kwa upande wa wabunge wa jumuiya ya wanawake UWT ngazi ya mikoa kwa upande wa Tanzania bara, mkutano mkuu maalum wa UWT wa mkoa ambao utakuwa na wajumbe wafuatao. Moja, wajumbe wote wa mkutano mkuu wa UWT wa mkoa kama ilivyoainishwa kwenye kanuni za UWT. Mbili, wajumbe wote wa kamati za utekelezaji wa UWT za wilaya. Tatu, wajumbe wote wa kamati za utekelezaji wa UWT za kata. Kwa upande wa Zanzibar, mkutano mkuu maalum wa UWT wa mkoa utakuwa na wajumbe wafuatao. Moja, wajumbe wote wa mkutano mkuu wa UWT mkoa. Mbili, wajumbe wote wa kamati za utekelezaji za wilaya. Tatu, wajumbe wa kamati za utekelezaji wa jimbo. Nne, wajumbe wa kamati za utekelezaji wa kata ama wadi. Tano, wajumbe wa kamati za utekelezaji za matawi. B. Kwa upande wa jumuiya ya UVCCM na wazazi, kura za maoni kwa waombaji nafasi za ubunge, uwakilishi wa viti maalum wanawake kupitia jumuiya ya UVCCM na wazazi zitapigwa na wajumbe wa mkutano mkuu maalum taifa kwa utaratibu ufuatao. Mkutano mkuu wa taifa wa UVCCM na wazazi itakuwa na wajumbe wanawake tu. Wajumbe hao ni kama wafuatao. Moja, wajumbe wote wanawake wa mkutano mkuu wa taifa wa UVCCM wazazi. Mbili, wajumbe wote wanawake wa kamati za utekelezaji za UVCCM wazazi za mkoa. Tatu, wajumbe wote wanawake wa kamati za utekelezaji za wilaya UVCCM wazazi. Na sehemu ya mwisho ni ukomo wa viti maalum. Wameweka hapa kuweka ukomo wa vipindi viwili vya miaka 5 kwa nafasi za ubunge ama uwakilishi na udiwani wa viti maalum wanawake. Ukomo huo utaanza kutumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2030. Vile vile halmashauri kuu ya CCM taifa imepitisha kauli mbiu rasmi kwa ajili ya kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 isemayo kazi na utu tunasonga mbele. Huko kuna no reform no election, huko kuna kazi na utu tunasonga mbele. Kauli mbiu hiyo ina axis dhamira ya chama ya kujiendeleza juhudi za ujenzi wa taifa letu, maendeleo jumuishi, mshikamano wa kitaifa na ustawi wa watu, kujali hutu. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Saini hapo ya Isa Haji Yusi kwenye mabano Gavu karibu wa NEC Organization 11 Machi 2025. Ndo ujumbe huu hapa mzito kwelikweli umetolewa
na CCM wamezindua kauli yao, kauli mbiu rasmi kabisa. Kazi na utu, tunasonga mbele. Umeelewa vizuri Hiyo ni kauli mbiu ambayo itatumika katika uchaguzi utakaoanza mwezi wa 10 mwaka huu, mara baada ya tarehe kutangazwa. Sasa of course comments zimekuwa ni nyingi kwenye hii hapa taarifa, ambapo watu wamekuja kucomment na kila mmoja amezungumza kwa nafasi yake. Kwa hiyo niko hapa nitakusomea baadhi ya comment. Umeelewa? Kwa mfano huyu anasema hawa wabunge na wawakilishi wa UVCCM kama hawatopigiwa kura ngazi za wilaya, majimbo na wadi, basi hawatowatendea haki watu wao, maana watawadharau kwa kuwa sio wapiga kura. Yeye amezungumza hivyo. Huyu anasema naombeni ufafanuzi. Kwa hiyo sasa hivi baraza la UVCCM taifa litakuwa alipigi kura? Ameuliza hivyo. Umeelewa vizuri. Akaja mtu akamjibu hapa ndio. Huyu anasema kasi iendelee. Huyu anasema kazi na utu, tunasonga mbele. Okay, huyu anasema kazi na utu, tunasonga mbele, ikiwa ni kauli mbiu hiyo. Of course inaonekana watu wa CCM wameipokea kwa uzuri kabisa kauli mbiu hii. Mwingine huyu amekuja kuitaja hiyo kauli mbiu. Huyu anasema taarifa, kwa emoji za makofi. Kazi na utu, tunasonga mbele. Huyu anasema Chadema chukueni notice huku namna ya uendeshaji wa peji ya chama, sio mnaposti udaku tu. Huyu amewapasua Chadema hapa. Huyu anasema kazi na utu kama inavyosema kauli mbiu. Huyu anasema kazi endelee, kazi na utu, kazi na utu. Okay, wengi wameipokea kwa ukubwa sana kauli mbiu hiyo, wamekuja kucomment hapa. Huyu anasema nimependa kauli mbivu. Amezungumza hivyo, kauli mbivu, mshikamano wa watu na kujali utu wa watu, hapo taifa litasonga, patakuwa hamna double standard. Huyu anasema kazi na utu, tunasonga mbele. Wanasema kidumu chama chetu. Anasema kazi na utu, tunasonga mbele, hatukamatiki. Amezungumza hivyo. Huyu anasema mimi naomba kujua huu upanuzi wa wajumbe mbali na mabalozi na kamati zao wameongezeka na wengine. Kazi na utu, tunasonga mbele. Huyu anasema ingependeza uteuzi wa nafasi za jumuiya wangechagua wajumbe wa mabaraza ya wilaya kuja chini. Pia uteuzi wa wagombea wa wapiga kura uwe jinsia zote. Okay, wanasema wabaraza mkoa amesema wabaraza mkoa na wabaraza taifa sasa hivi sio wapiga kura. Mbona kama hamjawatendea haki yao kimsingi? Lakini mkumbuke hata huku kwenye mawilaya mmewanyima haki ya kupiga kura. Wamewakosea nini? Yeye ameandika hivyo. Kwa hiyo ndio hivyo, comment ni nyingi kweli, kila mmoja amezungumza kwa upande wake, lakini ndo hivyo. Wengi wameipenda hii kauli mbiu, lakini pia utakumbuka utaratibu ndo hivyo umewekwa kwa upande wa bunge wa jumuiya ya wanawake UWT ngazi ya mkoa na kwa upande wa Tanzania bara. Lakini pia kitu cha pili ambacho kimewekwa ni kwa upande wa jumuiya ya UVCCM na wazazi, ambapo pia hapa ndani yake kuna ukomo wa viti maalum. Vile mwisho kabisa halmashauri kuu ya CCM taifa ikaenda mbali zaidi kwa kupitisha kauli mbiu rasmi kwa ajili ya kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 isemayo kazi na utu, tunasonga mbele. Mtazamo wako ni nini? Hii ni VOT Media. Hakikisha umesubscribe kwa ajili ya kupata taarifa nyingi zaidi.